uitafute. Amen. Amen. Kuna watu ambao ni wepesi wa kuiga vitu, na ndio maana huwa tunajaribu kuwashauri sana kwenye maofisi mbalimbali, kwenye kazi mbalimbali, kwenye biashara. Umezungukwa na watu ambao hawajamjua Mungu, hawana Yesu kabisa. Ndio maana huwa tunashauri kwamba waangalie wanavyoishi, waangalie staili zao za maisha yao. Ni lazima ujitofautishe na wao. Kama nguvu haipo, mimi nakwambia utageuzwa. Utafanya nini? Utageuzwa na utakuwa kama wao. Lakini mimi nasema kwa moyo, hakuna atakayegeuza kwa jina la Yesu. Kama unanisikia haya ninayoongea, hakuna atakayegeuzwa kwa jina la Yesu. Wanaweza kuwa na chama chao, wana timu yao, wameamua kwenye kikundi chao wataenda sehemu fulani, na wewe pengine ni mwanachama kwa sababu nafanya kazi pamoja nao. Alafu nakwambia, jamani, tunapoenda sehemu fulani tutakuwa na mtoko wa hivi. Si nasemaga ni mtoko? Tutakuwa na mtoko wa namna hii. Sawa? Na wewe mtoto wa Jehova upo, ambaye tunategemea ipo nguvu ndani yako. Hasa ule mtoko utakaoambiwa, waambie kwa mtoko huu mimi nitakuwa na mtoko wa hivi. Tafadhali jamani, mimi nitakuwa na mtoko wa hivi. Sawa? Wakisema bora usiwepo, semeni basi mimi sitakuwepo kwa jina la Bwana wa majeshi. Walionielewa wamesema amina. Walionielewa wameshasema amen. Waefeso 4:21-24 anasema hivi: ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye. Ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye. Tumefundishwa wokovu ni nini? Tumefundishwa habari za Kristo Yesu. Tumefundishwa habari za ufalme wa mbinguni. Hata sasa tunazidi kufundishwa. Anasema hivi: ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Kwa ile nguvu inatusaidia kuvua kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa kale, utu wa zamani. Ile nguvu inatusaidia kuvua. Amen. Bwana sifiwe. Ile nguvu inatusaidia kuvua ule utu wa zamani, yale matendo ya zamani. Ile nguvu, bila hiyo nguvu ule utu wa zamani utabaki nao tu. Utabaki nao hata kama uko kanisani. Kwa uone jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ni muhimu katika maisha yako. Anakusaidia kutoa ule utu wa zamani. Zile tabia za zamani zinaondoka baada ya kupokea nguvu. Anasema mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Inawezekana ulizifuata tamaa zenye kudanganya sana, lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo haujazifuata tena zile tamaa. Sawa? Ni kwa sababu ile nguvu nayo. Kwa sababu ya ile nguvu. Jamani, hivi mnanielewa? Wangapi wananielewa? Amina. Kwa ile nguvu inakusaidia usiende kwa tabia za zamani, kwa sababu umeipokea nguvu nyingine. Ndio maana tunasema kama kuna mtu anafanya vitu vibaya, maana yake bado anayo ile tabia